Kwenye maswala na majibu session ya leo utakuwa na mimi Helga pamoja na mwalimu Duka Huru. Okay, karibu. Mwalimu, tuna maswali ambayo baadhi ya wateja wao wanauliza. Sawa. Ndio. Huyu mteja anauliza kwamba anasema, habari kaka Shams, navutiwa na ufundishaji wako, naomba msaada. Nafanya biashara ya kuuza kuku wa kienyeji kwa jumla. Nasafirisha maeneo mbalimbali, naleta sokoni. Toka nimeanza huu ni mwaka wa 5, lakini sikui. Pia nikipeleka kuku sokoni sipewi cash, nasubiri mpaka wauze ndipo nipewe hela. Nifanye nini niboreshe biashara yangu ili niweze kupata masoko mapya na wateja wapya, kwa sababu natamani na mimi siku moja nifanye biashara kubwa. Okay. Yeah. So sasa hivi kupata masoko sio kama zamani ilivyokuwa. Sasa hivi kuna fursa za kidigitali. Yeah. Kitu ambacho anatakiwa afanye huyo anauza kuku alafu anapeleka mzigo, anasubiria hela apewe cash, ni kwa sababu ana soko moja. Kibiashara, mfanyabiashara yeyote lazima awe na masoko 5 mpaka 7. Yaani awe na soko mtandao, awe ana soko la kusemewa referral market, awe ana soko la kimahusiano inbound market, awe ana soko la watu wapita njia walk-in customers. Lazima awe na masoko mengi. Unapokuwa na soko moja, watu watakunyanyasa, watakwambia acha mzigo, tutaona ile itakupatikana. Kwa hiyo cha kufanya labda ni kushauri, kitu cha kwanza, anza kuposti progress zako zote katika mitandao ya kijamii. Yaani usitafute iwe perfect, iwe sio na quality nzuri. Wewe posti tu, jamani hapa kuko tayari na posti na wapeleka soko fulani. Watu wanavoona, huenda wengine wakapatikana mitandaoni. Huenda wengine watawaambia watu wao. Huenda wengine wakatafuta ukaribu na wewe. Kwa hiyo utakuwa unajitengenezea masoko mengi wakati mmoja. Lakini la kwanza. La pili, anza kwenda katika event mbalimbali. Unajua watu wapo, lakini kwenye kuwapata wale watu lazima uwafuate. Either ufuate katika maofisi yao, katika nini, uchi ndakuwa ni ngumu. Siku hizi kuna sehemu 3 unaweza kupata wateja wapya kwa kutengeneza mahusiano, ku network marketing. Sehemu ya kwanza ni kwenye michezo. Siku hizi watu wana club za jioni, wanacheza mpira, wanacheza. Nenda Samia Cup, nenda kule, anza ku network na watu, jitambulishe. Sehemu ya pili ni events. Kama tulofanya kwenye TBF ni event. Nenda kwenye event, network na watu, jitambulishe. Na sehemu ya 3 wanakwenda kwenye mabao, migahawa. Kwa kule ukifika unajiintroduce. Kwa hiyo anza nawe kutoka kutana na watu wapya, anza kushare katika mitandao ya kijamii ili kusekiwa masoko. Masoko kiongezeka, mauzo yanaongezeka, lakini pia hiyo tabia ya kusubirishwa, unapeleka kuku alafu unasubiria ndio upewe hela, itakufa kwa sababu tayari unakuwa na masoko, una masoko mengi. I hope nimemjibu vizuri na mtakuwa umeelewa. Ndio. Swali jingine. Okay. Anasema, kaka, mimi ni binti. Nilishawahi kuajiriwa kama muuzaji wa nguo kwenye duka la nguo. Lakini bosi wangu akawa ananirekodi as model na kuposti, ila hatuna makubaliano hayo. Hakuwa ananilipa kwa kazi hiyo. Nilipoacha kazi nikamuomba afute post kwenye peji zake za biashara. Ikawa ngumu. Ila baadaye alifuta chache akabakisha zingine. Mbali na hilo, mimi niko Dodoma. Nikaja kugundua kuna mfanyabiashara Kariakoo alichukua video ya tangazo akaposti bila kuedit na kutoa sura yangu. Akaposti kwenye peji zake za Instagram. Nikamtafuta nikamuomba afute, akagoma. Akaja akaposti tena mara ya pili, nimemuomba sana afute au atoe kipande cha sura yangu, lakini amegoma. Hii kwangu imekuwa sio sawa. Nifanye nini? Inaniumiza na amekuwa akinijibu vibaya kila ninapomuomba afute. Kwanza kuna angalizo, kuna haya maswali yana majibu 3. Jibu la kwanza, unapoajiriwa mahali ukapigwa picha, ukarekodiwa, sio kosa. Kwa sababu ndani ya mkataba mimi ni mfanyakazi wa lile eneo. Kwa hiyo ukipigwa picha sio kosa lolote kwa sababu ni mtumishi au mfanyakazi pale. Kwa hiyo hilo la kwanza, kama uliajiriwa kweli, picha zikapigwa zikapostiwa, sio tatizo. Unless kama mkataba ushaisha wa kazi, alafu wana kupiga picha zingine wanaposti, ni tatizo. Ila kama ni picha zilishapigwa zamani, alafu zimepostiwa, we hauwezi kuambia futeni kwa sababu ulikuwa mfanyakazi wa pale. Lakini kuna kitu cha pili.
Ikiwa kuna watu wengine isipokuwa yule alokuajiri, yani yule alokuajiri ni mmoja, afu kuna wengine ambao hawajakuajiri unapotumia content zako, kuna option mbili. Option ya kwanza ni kuwafungulia kesi, ambako kwenye kufungua kesi wanatumia sura yako. Unaweza kaenda kufungua kesi impersonation. Kwa ukaenda mtafuta mwanasheria, mueleze mwanasheria situation, atakuandikia attorney order. Ikwenda kwa wale watu kwamba futeni picha zangu au nenda kuwashtaki mahakamani. Na hiyo ina faini kubwa sana. Ukishtakiwa umemposti mtu bila ridhaa, yule mtu anaambiwa na mahakama, chukua cheki, andika kiasi unachokitaka kama fidia. Kwa unaweza kufungua kesi ya impersonation, unaweza kufungua kesi labda ya anything, harassment, kitu chochote kulingana na unavyojisikia. Mwanasheria atakuguide ufungue kesi. Kwa hiyo kitu cha pili. Jambo la tatu, kama unaweza, kama unataka sura yako iingize pesa, unatafuta KOSOTA. Kwanza BASATA kwanza. BASATA waambie mimi natumika kwenye matangazo. Kwa hiyo nataka niwe bidhaa. BASATA watakupa taratibu za kufuata. Kutoka BASATA watakupeleka KOSOTA kwa sababu ya kupewa hati miliki. Ukishapewa hati miliki, sauti yako, sura yako na kila kitu kinakuwa ni biashara. Kwa hiyo utapewa kibali cha BASATA na KOSOTA. Ukishapewa vibali viwili, mtu yeyote atakayetumia sauti yako, picha yako, anakulipa fidia. Yaani kama vile ni biashara mmefanya. Kwa hiyo vitu vyote vinaendana kisheria. Kwa hiyo cha kwanza lazima utafute watu wa sheria wa kuelekeza nini cha kufanya, kwa sababu ukitumia mihemko unaweza kukasirika alafu kaluzi wewe. Kwa hiyo ni bora mtafute mwanasheria alafu mueleweshe, atakwambia nini cha kufanya, kuna faida, kutakuwa na faida na kadhalika. Lakini ile sehemu ya kazi ambako ulikuwa unakupost content zako kwa sababu ulikuwa mfanya kazi pale, hakuna kesi. Sawa. Yeah. Aya, swali jingine. Okay. Anasema, kaka, ni makosa gani makubwa watu wanafanya wanapojenga brand? Makosa yako 7. Ngoja nitaje la kwanza. La kwanza, unapojenga brand ni kusema yes kila kitu. Unapojenga brand unatakiwa kukubali kila kitu. Kataa. Unapokataa inaonyesha umejiamini. Kuna watu wanajenga brand afu wanaambiwa, "Njoo kuna kazi nikupe 50,000," lakini amesema nitachaji milioni. Anasema sawa. Unapokataa unaonekana wewe ni cheap ama easy to go. Kwa kosa la kwanza, don't say yes kwenye kila kitu. Sema no. No inakusaidia kupata deal nyingi zaidi. Jambo la pili, lazima kutengeneze clear boundaries kati ya wewe na wale unaowahudumia. Kuna mahusiano na utaratibu unaoeleweka. Mtu akija kwa ajili sasa nitawajibika 1, 2, 3 ili kukupata wewe. Ikiwa hauna hiyo, unaonaga wale wafanyabiashara ambao ana rafiki ameenda dukani kwake au ofisini, alafu amepika tu pale hivi akaye ku counter na watu wengine, anazunguka hadi kule sehemu ambako watu kuingia kwa sababu hamna clear boundaries. Jambo la tatu ni availability. Ikiwa ni brand ambayo inapatikana kila mahali, Sinza huko, Mwenge huko, Mlimani City, Kariakoo huko, you are too available, brand yako inakosa thamani. Cha 4, ikiwa ni brand ambayo haijui kwa nini ipo. Yaani kuna brand nyingi zinajulikana lakini kuna zingine hazijui kwa nini zipo. Ni unajulikana tu au upo tu lakini hujui bidhaa unaouza, huduma unaoitoa, thamani ulionayo, watu wako, hujui chochote. Hilo ni makosa pia. Lakini chengine kuhusu brand yako ni ikiwa ni brand ambayo inaahidi so much. Unaahidi, yani unamwambia usijali ukinona mimi nitakufanyia hivi, inaitwa biting off more than you can chew. Yaani unaahidi kuliko utakavyotimiza. Mwisho wa siku utakuwa muongo au utakuwa tapeli. Kwa hivyo ni makosa baadhi ambayo brand nyingi zinakosea. So ukirekebisha hayo utatengeneza brand nzuri sana. Asante. Ngine anasema, brother, kwa nini watu wanaona product yangu lakini hawanunui? Mtu anaona product lakini hanunui. Typically sio kwa sababu ile product ina tatizo. Tatizo ni wewe muuzaji. Muuzaji anapokuwa either hajiamini, either hajui anachokiuza, either hana uhakika, either namna yoyote tu, mteja ana feel na it's energy like. Yani hauongei lakini mteja anaona tu ile hujiamini. Anaona kabisa. So mteja anapoona vile ananunui kwako. Anaiona bidhaa lakini ananunui kwa sababu ana doubt na wewe. Ndio maana tunasema kwenye biashara, before hujajenga biashara yako, jenga brand yako, personal brand. Ikiwa kubwa inaifanya biashara inapata credibility, itafanya vizuri. Kwa hiyo ukitaka ufanikiwe haraka, jenga personal brand yako. Alafu jambo la pili baada ya kutengeneza personal brand, jifunze knowledge kuhusu bidhaa unayouza au huduma unayotoa. Alafu jambo la tatu, waelewe wateja unaowahudumia.
Sawa. Ukielewa wateja utaelewa mazingira yao, historia zao, kila kitu chao. Kwa unapozungumza mbele yao au unapotengeneza content, wanaelewa kabisa huyu mtu anatuelewa, anajua bidhaa anayotuuzia na anajua matatizo yetu. Ni rahisi watu kununua. Watu hawanunui kwa sababu wanakuona kama wewe mwenyewe haujiamini. Na wao wanashindwa kukuamini. Yeah. Sawa. Swali jingine anasema nawezaje kuongeza sales bila kuongeza gharama ya matangazo? Kuongeza sales bila kuongeza gharama ya matangazo. Simple. Tangu umeanza biashara kuna wateja wengi wamekupigia simu. Una namba zao za WhatsApp na namba zao za kawaida. So kwenye kutokuongeza gharama matangazo, anza kwa kutumia SMS au kuwapigia simu wale ambao tayari washanunua. Hautaongeza gharama nyingine. La kwanza. La pili, wale ambao wameridhika na bidhaa zako, waombe wakusemee kwa wengine. Let's say una watu contact ya watu 100 kwenye simu yako. Muombe kila mmoja post WhatsApp status. Alafu una followers 50. Omba followers wako kwamba naomba unirecommendie content yangu kwako, kwa watu wako. Lakini kama kuna mteja ameridhika na huduma yako, mwambie naomba nifanyie video, ni posti, nitakufanyia discount kidogo. Ni posti uambie watu uzuri wa bidhaa yangu. Ile ni organic growth, ni organic ways of selling. Kwa hiyo utajikuta unapata wateja wengine bila kuingia gharama nyingine ya matangazo au sponsor au kulipa influencers. Si tuna ignore watu tuliowauzia, watu ambao tayari washatutafuta tunawaignore. Lakini ukiwatafuta wale, unaweza kupata wateja wengine ambao hukudhani kama watanunua. Swali jingine nasema, je, ujasiriamali unafaa kwa kila mtu? Ujasiriamali unafaa kwa kila mtu? Ya, kila mtu ni mjasiriamali. Unatafuta kuaminika, unataka kuoa, unataka kuolewa, unataka visa, unataka sijui passport, unataka, hiyo ni kuhaso. Ujasiriamali ni mtu ambaye anatafuta namna anaweza ka leverage. Yaani mjasiriamali anaweza kachukua huu rembo akatafuta watu wanaohitaji akaenda kuwauzia. Huyo ni mjasiriamali. Mjasiriamali ana akili ya ku multiply kitu kimpe faida. Sasa maisha tunayoishi yote ni ujasiriamali. Yote. Kwa hiyo ujasiriamali ni kwa kila mtu. Sasa inatofautiana kwenye rank ya ujasiriamali. Kuna mjasiriamali anayetengeneza kitu ambacho ni sustainable, kuna mjasiriamali anatengeneza kitu cha wakati huo, na kuna mjasiriamali ambaye ana hustle kila siku. Yeye anatafuta 2000 ya kula. Ikiisha anakula, inaisha, anarudi tena anakula, inaisha. But tofauti ya wajasiriamali hao ni yupi ambaye anaweza kutengeneza kitu scalable? Hiyo ndio tofauti. Lakini wote ni wajasiriamali na kila mtu anaweza ujasiriamali. Okay. Mwingine anasema, je, discount ni strategy sahihi ya kuongeza mauzo? Discount ni strategy sahihi ikiwa anayefanya ni anayejua. Lakini kama unafanya ambao hujui utaua biashara. Sasa okay, unaposhusha bei ya bidhaa ni unamwambia mteja kwamba hata mimi mwenyewe nimeona thamani hiyo ni kubwa sana. Ukisha tu bei anajua tu, hata mimi mwenyewe nimeona kweli thamani ni kubwa. Kwa mteja anaona wewe mwenyewe umeconfirm kwamba bei ni kubwa. Sio strategy nzuri kama hauelewi, lakini strategy nzuri kwa anayeelewa. Sitaki nidadavue sana, lakini I think imekaa sawa. Anayeelewa ni strategy nzuri. Asielewa anaua biashara yake. Okay. Swali la mwisho. Yeah. Nasema kwamba nifanyeje nikipoteza hamasa kwenye biashara? Unafanyaje ukipoteza hamasa kwenye biashara? Ndiyo. Kwenye maisha tunafundishwa kuwa na njaa wakati wote. Starve yourself. Kuwa na njaa wakati wote. Usishibe, usiwe comfortable, usiridhike. Mimi naweza nikatoa mfano. Mimi unajua tangu mwezi wa nimejipa challenge ya miezi 6. Sasa hivi nimebakiza kama miezi 2.5. Nimejiambia na miezi 6 sitembea na gari. Yaani naacha natembea na bajaji na nini? Kwa sababu gani? Narudisha njaa. Wengi tunatafuta riziki, tunapata, tunakula, tunalala, tunashiba. Kwa hiyo ndio comfortable. Ile comfort inaua creativity. Unakuwa sio mbunifu tena au amki kwa wakati. So kuna wakati jipe njaa, yani jikumbushe ile njaa. Unavyoanza umeanza vizuri, lakini sasa hivi una motisha, ni kwa sababu ile motisha ushaimaliza. Labda ilikuwa ni njaa, ilikuwa labda una kodi, uhakika labda wa kuishi. Sasa ile njaa ikishaondoka, unakuwa comfortable. Ukishakuwa comfortable, creativity inaondoka. Kwa hiyo jikumbushe njaa. Lakini cha pili, njia ya pili kwenye kujikumbusha njaa, kawasaidia watoto yatima, nenda hospitali, kafanya usafi kwenye huduma za kijamii zile hospitali, makaburi. Do that. Lower yourself, humble yourself, utakumbusha njaa. Lakini la tatu, find the better motivation. Watu wanafikiri motivation ni kupata pesa. Pesa hizi kwa motivation nzuri. Motivation nzuri ipo. Give yourself some targets.
jiambie mimi nataka malengo haya, nataka malengo haya, kuongezea. Na unapojipa target, jipe target za ujuzi, target za kifedha, target za kiasset, target za marafiki, target za kila kitu. Jiweke target, itakufanya unaamka kila siku. Lakini motivation inapotea kwa sababu umeridhika. Nishapata hela kula na kodi sasa hivi, sina stress na usafiri wangu, una relax. Lakini jipigisha njaa au jitembea kwa public transport, paki gari ndani, tembea kwa miezi 6 miezi 8. Au paki lako zuri, tafuta gari baya endesha. Utaanza kurealize life is not this. I need to work hard. Yeah. Haya, asante sana mwalimu. Hiyo ilikuwa ni Jumatatu ya maswali na majibu. This is Duka Huru. Let's all win. Usisahau pia kusubscribe, share na like this content, lakini pia unaweza kumtumia mtu wako au mtu karibu pia akasikiza ya maswali. Maswali mengine pia yatumeni kwa Helga, alafu tutakuja kukutana kwenye segment nyingine ni kila Jumatatu. Kila Jumatatu. Tuma Jumatatu maswali yako yatajibiwa. Angalia maswali kama yamejibiwa, kama mpata faida, then watoachia maoni yako kama mpata faida. Alafu sessions zingine atakuelekeza kama kawaida. Asante.